Kwa majina naitwa Abu Asmani Yusufu, mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mtwara. Sisi sote ni mashuhuda, ndugu zangu wana Mtwara na ndugu zangu wa Tanzania. Mkoa wa Mtwara, uchumi wetu kwa kiwango kikubwa unategemea sana zao la korosho. Naweza nikasema zaidi ya 80% wakazi wa mkoa wa Mtwara, uchumi wetu unategemea moja kwa moja zao la korosho, lakini pia na mazao mengineyo kama ufuta, mbazi na mengineyo pia. Hivi ninavyozungumza, msimu wa mwaka jana 2024 2025 huu tulioumaliza hivi karibuni, ni msimu ambao tunaweza tukasema umekuwa ni msimu wa kihistoria kwenye mavuno ya zao ya korosho. Kwa takwimu rahisi kabisa nilizokuwa nazo mimi, msimu uliopita nchi yetu imeweza kuzalisha zaidi ya tani 528,262 kwenye mgawanyo ufuatao. Kupitia minada yetu, serikali iliweza kuuza jumla ya tani 410,000 ambazo zimesafirishwa kwenda nje kupitia bandari yetu ya Mtwara. Lakini haikuweza kuishia hapo tu. Zaidi ya tani 118,262 ambazo zimeuzwa kwenda kwenye ubanguaji na zimebanguliwa kwa ajili ya kuweza kukizi masoko ya ndani na masoko ya nje. Hivyo pia inaendelea kuonyesha namna gani Daktari Samia Suluhu Hassan na wanamtwara ni watu wanaozungumza lugha moja. Lakini pia tunafahamu uzalishaji huu, kiini kikubwa ambacho kilipelekea korosho tukazalisha kwa ukubwa sana ni pamoja na upatikanaji vya uatilifu na ama pembejeo kwa wananchi wetu. Na hivi ninavyozungumza, msimu uliopita tuliweza kupata pembejeo za kutosha sana. Lakini mwaka huu tunaendelea kuiona dalili njema zaidi. Kwani hivi ninavyozungumza mwezi wa 3, zaidi ya tani 9,000 ya pembejeo za sulfa tumeshazipokea ndani ya mkoa wetu, lakini inaonyesha makadirio ya mwaka huu tutaendelea kupokea sulfa zaidi ya tani 40,000. Na utaratibu unaendelea kuwa vizuri, tunaupokea kwa wakati, na kwa hakika wanamtwara wanaendelea kufurahia matunda haya. Lakini ya kuishia hapo, alienda mbali zaidi katika upande wa bei. Miongoni mwa mwaka ambao katika zao la korosho umekuwa ni mwaka wa kihistoria katika bei ni msimu ulioisha mwaka 2024 2025. Nitataja kwa takwimu baadhi ya bei ambazo tuweza kuzipata sisi wakulima. Bei ya juu kabisa kwenye zao la korosho, wakulima waliweza kuuza na kupokea fedha yao kwa shilingi 4,196. Lakini bei ya chini ilikuwa 1,810. Hivyo ukijumlisha jumla ya minada yote na kufanya kuwa na wastani wa bei ya 3,592. Hiki ni kiwango kikubwa sana ambacho hatujai kukipata. Matumaini yetu hii bei itaendelea kuimarika na wanamtwara tutaendelea kunufaika na fursa mbalimbali zinazoendelea kutolewa. Lakini tunafahamu miongoni mwa maamuzi makubwa na ya busara, na sisi vijana tulifurahia sana, ni maamuzi ya makusudi yalokachukuliwa na Mheshimiwa Rais wetu ya kuhakikisha korosho zote za kanda ya kusini, mikoa ya Ruvuma, Mtwara na Lindi zinapita kupitia bandari, zinasafirishwa kupitia bandari ya Mtwara. Tunaendelea kuthibitisha wazi, vijana wengi tumenufaika na hizo fursa, lakini sio vijana pekee, ni kila mwanamtwara na hata sio kwa wanamtwara tumenufaika nazo. Hivyo ndugu waandishi wa habari, ni kuombeni sasa sana. Hivi tunavyoelekea, tunafahamu tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunafahamu kabisa kwenye kipindi cha uchaguzi, tunafahamu nchi yetu ina demokrasia. Tunavyo vyama zaidi ya 19 vyenye usajili wa kudumu. Lakini ndugu wanamtwara, ni kuombeni ukubwa ama wingi wa vyama vyetu tuutumie kama fursa ya sisi kuungana kwa ajili ya kuleta maendeleo ndani ya nchi yetu. Tusitumie wingi wa vyama vyetu tukaanza kusababisha taharuki, marumbano, lakini pia mapigano ama uchochezi wa aina yoyote ule wa amani. Ni kuombeni sana, hasa tunavyoelekea kuumaliza mwezi mtukufu. Miongoni mwa vitu vya msingi sana, kuombeni twende turudi kwenye kujikita msingi wa 4R ambayo ni falsafa iliyoasisiwa na Mheshimiwa Rais, ambayo inataja baadhi ya mambo kama vile
baadhi ya mambo: kustahimiliana, kuvumiliana, kupendana, kujenga upya na mambo mengineyo. Kwa hiyo ndugu wanamtwara, ni kuombeni sana tunavyoelekea kwenye uchaguzi huu. Jambo la kwanza, tusikubali kugawanyika. Jambo la pili, Mtwara yetu ina thamani kubwa zaidi ya hisia zetu. Hisia zetu ama matamanio yetu binafsi yasituondoe kwenye utu wetu. Twende tuungane na tusiwakubali wanasiasa wa aina yoyote ambao wenye malengo hasi na nchi yetu, haswa mkoa wetu.